Of course kocha anaweza akawa na sehemu yake ya contribution katika matokeo yanayotokea, lakini mwisho wa siku unaweza ukajiuliza, unamlaumu kocha kwenye sababu alizofanya, kwenye bench kuna nani, ili atoke nani aingie nani katika gani? Na ukumbuka anaweza na timu ambayo imekuja na dhamira moja tu, basi tukikosa mambo yote tupate draw, lakini tuhakikishe pia tumetengua baadhi ya wachezaji wako. Mwisho wa siku mwalimu ana sehemu yake kubeba kama mwalimu, lakini pia mchakato mzima unaonekana jinsi unavyoenda. Iko hivi, kocha ana nafasi yake, naweza akabeba lawama kama mwalimu, labda kwa kosa la kufanya hesabu kumtoa Duke Abuya mapema, lakini baada ya kumtoa Duke Abuya Yanga ilikuwa haijashambuliwa. Kwa still bado mwalimu anaendelea kupambana na kile alichokuwa nacho. Tofauti ya mwalimu huyu labda tuseme na walimu wengine waliopita, walikuwa na wigo mpana wa wachezaji ambao wote walikuwa katika circulation ya mchezo. Unakuta muda huo bado kuna wachezaji ambao wanazidi kwenda na namna ambavyo wachezaji wanazidi kwenda na timu inazidi kuendelea vile. Kwa mwisho wa siku mwalimu kama mwalimu anabeba lawama zake, lakini pia turudi nyuma tujiulize. Hawa wachezaji, angalia wachezaji wa Yanga wote leo, timu nzima, miili yao yote inakuonyesha kabisa kwamba hawa watu wako katika deterioration, wamechoka, miili imechoka. Kwa sababu gani? Wametumia kwa muda mrefu. So technically huwezi kusema kwamba mwalimu ana makosa peke yake. Ana sehemu anaibeba kama mwalimu, lakini pia benchi lake la ufundi pia linamsaidia kutokana na wachezaji waliokuwa nao. Okay, unamtoa mtu kama Duke Ogabuye katika benchi, una nani ukimuinua anakuja kureplace nafasi ya Duke Ogabuye? Unamtoa mtu kama Pacome, unamweka nani kwenye benchi? Unamtoa mtu kama Prince Dube, unamweka nani mwingine? So technically mwisho siku ufinyu ama majeraha ndio amemgharimu mwalimu, lakini mwalimu ameona kwa sababu ni timu kubwa, ili nisipoteze point, basi niondoke na point moja, nitoke na draw. Kwa mwalimu ame-maintain status yake, amecheza na ametoka na draw. Kwa technically mwalimu ametumia resources alizokuwa nazo, lakini sio aondoke huyu. Swala la kumuondosha mwalimu ni yule ambaye unajua kabisa kwamba ameshindwa project yangu yote. Mbona kama unamtetea mwalimu wakati bado watu wanalia naye safari anataka kuondoka? Anayelia nani ambaye baadhi ya mashabiki, yani, viwango vya wachezaji vimeshuka. Mimi siwezi kumjibu shabiki wa mpira wakati hajui mpira, yeye anazungumza hisia. Technically mwalimu mwenyewe kama mwalimu ametumia resources alizokuwa nazo, ndio kilichompelekea mpaka hapo kilipotokea. Kwa hiyo mwisho wa siku nimekutolea mfano leo hai, unamtoa Duke Ogabuye kwenye bench, una nani wakuja kukava nafasi ya Duke Ogabuye? Umeelewa? Unamtoa mtu kama let's say unaamua kumtoa kama Pacome. Ukimtoa Pacome unakuja kumweka nani mwingine ili aje kukava nafasi ya Pacome? Umeelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku majeraha, lakini pia hizi fatigue ambazo zinawakuta wachezaji. Kuna wachezaji mwalimu kawatoa ili wapate muda wa kuwapumzisha kutokana na mechi zinafanya nini zinazokuja. Kwa hiyo mwisho wa siku mwalimu kama mwalimu anao nafasi yake na atabeba lawama zake, lakini huwezi kusema kwamba umemtoa maana kwamba sio mwalimu. Machango, ukiangalia kwamba Young Africans mechi mbili mfululizo wamekuwa na on target moja, leo hata on target moja haipo. Hilo jambo pia mwalimu pia alimuhusu kwamba alikushtui. Leo Yanga amecheza na striker gani mbele? Dube, akaja pia Mwanengo. Baada ya Dube akaja Mwanengo. Hakuumia Dube. Alicheza akiwa baadaye akaingia Mwanengo. Kulikuwa hakuna hata shoot on target, hakuna mpira ambao umelenga lango. Hebu tuangalie kitu kimoja. Unajua kuna kipindi kinafika unaweza ukamlaumu mwalimu kwamba hakuna on target. Unataka mwalimu atoke aje kutafuta on target ndani? Yaani hii sio mechi ya kwanza, nadhani ni mechi ya tatu mfululizo kwamba Yanga haina uwiano mzuri kwenye kushambulia. Standard ambao yani kinachomtesa Yanga sasa hivi ni standard iliyojiwekea yeye kwenye akili za watu. Yanga hana mpinzani yoyote katika ardhi ya Tanzania. Anateseka na kiwango chake alichokiweka, standard yake aliyoweka. Lakini kwa nini usiseme ukweli? Mbona kama hata wachambuzi pia kuna wakati mnapuyanga. Nasemaje? Yanga quality yake ipo chini bwana. Kinachomtesa Yanga ni standard ambayo ameiweka yeye mwenyewe. Standard ya Yanga. Standard gani Yanga kaiweka kwa nani hiyo standard? Kwa miaka yote minne mpaka leo ndio kinachomtesa. Kwa hiyo mwisho wa siku uweze kumuona kwamba eti labda Yanga analinganishwa na fulani. No. Yaani Yanga vis-a-vis Yanga. Kwamba matokeo yale Yanga alikuwa anapata goli 5, anapata on target ngapi? Leo hiyo anakuambia amecheza mechi 3, mechi 2, ana on target chache. On target chache ni zipi? Zinakuwa compared na nani? Kwa technically ni Yanga anakuwa compared na Yanga. Kwa standard ya Yanga aliyokuwa nayo ndio inayomteza sasa hivi. Kwa kiwango cha Yanga ni kile kile. Una compare na kiwango kipi? Una compare na timu ipi? Misimu mingapi iliyopita Yanga inachukua ubingwa? Kwani wewe ulikuwa wapi? Narudi pale kwa nini usiseme hadharani? Watu wanakutazama na wanakuamini. Ndio narudi pale watu wana uchungu na klabu yao bwana. Ndio narudi pale. Misimu mingapi? Kwa huzungumzii Yanga vis-a-vis timu nyingine. Unazungumzia Yanga vis-a-vis Yanga yenyewe.
Hapo ndo changamoto ilipo. Ungekuwa unasema Yanga imeshuka kiwango, imefungwa na fulani. Timu kubwa siku zote zikishindwa kupata matokeo ya point 3 zina retain position yake kubaki na pointi moja. Kocha anakuwa anahukumiwa kutokana na quality ya makocha ambao wamepita katika klabu ya Yanga. Kama walimsikiza Gamondi baada ya mechi ya Azam, nafikiri alisema hawezi kumzungumzia kocha kwa sababu atamtengenezea sintofahamu. Anajua standard ya Yanga ilipokuwepo. Sawa sawa. Kumbuka misimu yote minne wachezaji ni wale wale. Ingiza toka wachezaji bado haijawapa majibu wanayotegemea. So technically mwalimu anakuja anaichukua timu yenye wachezaji ambao tegemezi wote wana fatigue. Alafu angalia back to back ratiba inavyotengenezea Yanga. Leo kila mchezaji wa Yanga ukiangalia physical appearance kwenye milioni nakwambia kabisa huyu mtu anacheza kwa sababu hana option nyingine. Sio ni kuwatetea tu, lakini viwango vyao hamna kitu kwa sasa. Hiyo kuchoka wewe, hiyo kuwatetea ni wewe tu kwa sababu una hisia zako, una maamuzi yako. Kwani timu zote zinacheza tunaziona yake anavyokiona. Kwa mimi kama mimi nitakujibu kile ambacho kipo na wewe utabaki na yale majibu ambayo unataka kujibiwa. Kwa mimi kwangu mimi ukiniambia mwalimu wa Yanga afai, nitakuuliza unamlinganisha na mwalimu yupi? Gamondi ambaye alikuwa mwalimu wa Yanga, alikuwa mwalimu wa Yanga. Sasa hivi hayupo, sio? Kwa mwisho wa siku narudi pale pale. Yanga anateseka na kivuli chake mwenyewe. Lakini hajashuka kiwango. Lakini kushuka kiwango unamlinganisha na nani? Kwani wewe hujui on target wamecheza na Simba wamepiga moja na Azam wamepiga moja. Leo weupe kabisa hata on target moja. Hii si fedhea kwa Young Africans. Hii si aibu kubwa kwa Yanga hii. Unalinganisha na Yanga ipi? Kwa nini huyu kocha aendelee kusalia wasimuondoe pale? Mwisho wa siku swala kumuondoa, kama unayo nafasi ya kwenda kumuondoa, umlipa mshahara basi nenda kamuondoe. Kwa sababu inaonekana ajenda yako uliyokuja nayo ni ya kumuondoa mwalimu. Na inawezekana pia wewe una udao na GSM, unaweza ukakaa nao mezani mkazungu bwana huyu sisi hatumtaki. Ikiwemo na wewe pia unachangia. Watu hawafurahishwi na kiwango. Watu wao yule kocha aliyotoka kabla yeye nani unakumbuka yule? Yule bwana mdogo nani yule? Ukumbuki kaeka zilivyokuwa zile. Sasa huyu anatetewa ana kipi? Kwa sababu mpaka sasa watu wana uchungu. Yanga ndio timu pekee ambayo inaweza ikamvumilia mtu mpaka akawapa matokeo. Sio Yanga ndio haina uvumilivu na Yanga hii ilimvumilia Prince Dube mpaka ikaje ikamlipa. Yanga hii imekaa na yao kwasi ya Toula mpaka kafikia hapa alipo. Ndio unaelewa. Yanga hii bado imekaa na kocha kutoka South Africa Falls na mpaka kufika sehemu akaamua achana. Kwa mwisho wa siku wakifika sehemu wakiona project yetu sisi inafeli kutokana na mwalimu, watamuondoa tu. Lakini msimu uliopita Yanga amechukua ubingwa wakiwa na makocha wangapi tofauti? Takriban makocha watatu, sio? Kwa sababu gani? Kila kocha anayekuja hampi anachokitaka, anamleta kocha mwingine, mpaka akapata kile ambacho anakitaka. Kwa kwangu mimi swala la kumuondoa mwalimu linabaki bado kwa watu ambao wana maamuzi na wanajua project yake na wao ilikuwaje. Nitakuja swali jepesi kabisa. Ibenge katoa ni ngapi? Draw ngapi kwenye mechi 12? Kwenye mechi 14, Benga ka draw mechi ngapi? Alitoa 6 kuna wakati. Alitoa draw mechi 7 mpaka mechi ya Yanga ana draw ngapi? Hii draw ya sasa Yanga na Azam ni tofauti. Kwa nini unajimaliza? Ndio maana narudi pale. Tunakutegemea. Ndio maana narudi pale. Uzungumze ukweli mbele yetu. Vyombo vya habari vipo hapa, mchambuzi vimekuja vikusikie. Tutegemee taarifa kwa umma wakati wowote kutoka sasa. Chochote kinachotokea kwenye uongozi ni wao wameamua nini kitokee. Umeelewa? Chochote kinachotokea ni wao wameamua kwamba nini kitokee. Lakini leo hii huwezi kukaa chini ukaa huku nje wewe umeshiba zako tu viazi huko kutoka Nyankumba huko na matembele na miogo huko, unaanza kusema eti kocha aondoke. Kocha akiondoka mjomba wako atakuja kufundisha timu. Yanga hii leo imebebwa kwa sababu kuna dakika za jioni kabisa kuna mchezaji wa Young Africans nadhani mlinzi alimshika mchezaji wa timu ya TRA wakati kwa nini refa alimwachia? Kwa sababu alikuwa bado katika position ya mpira na alikuwa na uwezo na akapiga. Sio bahati. Ilikuwa ni fair. Refa amejitahidi mno kuzuia makosa mengi sana kutokutoa kadi mpaka Mzamiru aje kupata kadi nyekundu. Mimi niseme tu ni uamuzi wake binafsi na uzembe wake binafsi, na hii niweke sawa. TRA walikuwa wamekuja kucheza na Yanga kwa ajili ya mambo makubwa mawili. Mambo makubwa mawili. Kwanza unapocheza wewe against mwenzako, vitu viwili vya kuangalia. Lazima uangalie afya ya mwenzako at all time. Angalia namna ambavyo wachezaji wa Yanga walikuwa wanakutwa. Ikafika sehemu, angalia kuna muda Pacome anaenda kufuata mpira, mtu kaingia mzima. Pacome akaona isiwe kesi, akamkwepa tu. Mara kibao mfano tukio kama. Kwa mwisho wa siku, hizi mimi naamini ni zile
heka za kuhakikisha kwamba tunapambana na huyu mtu asipate kile anachokitaka. Na mimi niwaambie kitu kimoja, timu bora na timu kubwa ni ile ambayo inapambana hata katika nyakati ngumu kuto kupoteza pointi. Ile Maxi pia Nzengeli ilikuwa ilistahili kuwa ni offside sahihi ama ilistahili pia mwamuzi kuachia kuruhusu Young Africans kupata bao? Mimi niseme tuna tatizo kubwa sana la marefa, kwa sababu refa anakuja kuamua offside. Ile Mwanengo nadhani ambayo achana ya Mwanengo, naomba tuanzie kwanza ya TRA. Ndio. Angalia namna ambavyo refa anaamua offside, kwa sababu haendi na move, hafocus na mtu wa mwisho. Yaani marefa yetu ni kama wanaendeshwa na remote kichwani. Ameangalia tu kuna mtu kazidi. Kabla mpira hujapigwa, mtu karudi ndani, kashaje position. Amekaa kwenye mstari, unapigwa mpira, Raisman anatoa kibendera. Ni Raisman ambaye ana IQ ya mpira na ajui sheria za mpira, unaweza kufanya mtoto kama huo. Mwingine huku, wewe ni Raisman. Shughuli yako ya kwanza ni kukaa na mchezaji wa mwisho wa timu husika kwa upande uliopo. Sio? Unaamua offside wakati umeacha wachezaji watatu wako ndani, wewe ukiwa umekaa ndani, watu wote wako nje. Unang'amwaje kama ile ni offside? Kwa ile Mwanengo ni nini? Of course refa kutokana na position alikuwa amekaa akaamua kufanya maamuzi yake, lakini haikustahili kwa offside. Haikustahili, lakini kwa sababu tayari ameshaamua, na ndio mpira wetu kibongo bongo, tunacheza kivyetu vyetu na kwa staili zetu na kwa sheria zetu, unaenda kama ulivyo. Kwa hiyo pale Yanga amenyongwa. Mimi niseme kitu kimoja, siko hapa kusema kwamba Yanga amenyongwa ama Yanga hajanyongwa. Niko hapa kusema hivi, refa ameamua kuchezesha mpira kutokana na utashi wake na namna ambavyo ameweza kung'amua kanuni zinavyomwendesha katika pande zote mbili. TRA walikuwa katika sehemu ambayo sio offside, lakini refa akaamua kusema ni offside. Na maisha yakaendelea kama kawaida. Ni kwa sababu katika akili yake ameangalia tukio mara moja, lakini hajarudi tena confirm kabla mpira hujachezwa. Kwa hivyo huyu alishazidi, hakurudi tena kuja kufocus kama amerudi ama imekuaje. Same applies, kuna watu wamecheza rafu nyingi sana. Mpaka Mzamiru anapata kadi nyekundu. Angetakiwa pale kadi nyekundu muda mrefu sana. Kwa nini? Kwa sababu tayari ni mtu ambaye amekuja akiwa ameshang'ata meno na anacheza kwamba kuna undava anaenda kuufanya. Angalia namna ambavyo anamwingilia Hussein Shabalala. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.